A'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Rabbi wetu, Mola wetu mtukufu, ambaye ametujalia sisi uhai na afya njema na katujalia wasa mpaka tukawa hapa mimi na wewe unaniangalia, lakini vile vile mimi naye kufikishia tukawa tunakumbushana habari hizi za akhiru zaman. Rehma na amani za Mwenyezi Mungu zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na manabii wote ambao Allah amewatuma katika huu ulimwengu. Kadhalika pia rehma na amani za Mwenyezi Mungu ziwaendee waja wema waliotangulia na hata wale ambao wanaofuata ukweli mpaka siku ya mwisho. Ndugu zangu, ni kipindi kidogo kimepita, alhamdulillah. Matukio ni mengi sana kwa sasa hivi duniani ambayo yanatokea. Sasa hivi duniani kuna mengi sana ambayo yanatokea. Dunia imeamka. Dunia ina mengi sana kwa sasa. Yako matukio yanatokea katika mwezi huu wa Dhulhijja, matukio ambayo yatakuwa ni ya kutisha sana. Ikiwa hichi ambacho kinaongelewa sasa hivi kitakuwa ni kweli. Lakini vile vile kuna matukio yanatokea pale Ulaya Mashariki, pale baina ya Ukraine na Russia. Kuna matukio pia yanatokea ambayo yanalenga uhatari pia. Vile vile upande wa Mashariki ya Kati kuna tukio limetokea baina ya Israel na Palestine. Yote haya ndugu zangu tutakumbushana. Ni baada ya kipindi kidogo kirefu, tulikuwa tuko offline kwenye darasa zetu za video, lakini tumerejea tena, na sababu ilikuwa ni ukosekanivu wa vifaa, lakini alhamdulillah tumevipata kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala. Sasa ndugu zangu, sitakuwa naongea sana leo, nitakuwa na machache, lakini mengine mengi yatakuwa nakuja. Leo nilikuwa napenda tuweze kufikishiana kwa mukhtasari haya matukio matatu muhimu sana katika kipindi chetu hichi. La kwanza ni tukio la kuna habari za chanzo kisichokuwa rasmi kuwa ya kwamba mfalme wa 7 wa Saudi Arabia, King Salman, amefariki. Si vizuri kuona au kumzungumzia mtu kafariki, lakini hizi habari zinatiwa nguvu kutokana na nini? Mzee ana muda mrefu sana hajaonekana mbele ya umati, mbele ya public. Mara ya mwisho ilikuwa ni kuna taarifa tu ilitoka yuko vizuri, yuko mahututi. Miaka ya katikati ya kama 2022 nafikiri 23. Lakini kumekuwa na kimya kingi sana tangu 2020. Kimya kingi sana toka aonekane miaka hiyo 2021 mpaka leo mzee hajaonekana tena. Kwa hivyo huyu aliyetoa taarifa ambazo hazijatangazwa public, ndio maana tunasema taarifa zisizo rasmi, kwa sababu ili iwe rasmi lazima itangazwe na serikali ya Saudi Arabia au watu wa familia ya yule mzee watangaze tusikie. Kwa hivyo tunaposema si rasmi haina maana za upotofu, ina maana ni za chini chini, ila hazijatangazwa na familia au mamlaka husika. Ndio maana tunasema hivyo. Na kwa yeye ambao utaona ni za uongo au za upotofu, ni vizuri sana ukatumia muda huo kutuletea zile ambazo zitakuwa ni za ukweli, sasa kwamba yule mzee tunamfahamu yupo sehemu fulani. Okay, anyway. Sasa kuna habari hizi ambazo zinaendelea. Hizi habari zikiwa ni za ukweli, basi tufahamu kitu kimoja. Mara baada ya mfalme kuweza kufariki, maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kwamba pale kutaanza kutokea ugomvi ndani ya taifa la Saudi Arabia, ndani ya familia ile ya kifalme, royal family. Patatokea ugomvi baina ya watoto wale walioko ndani ile familia. Wanagombania nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza kwamba baada ya mfalme wao, yule kiongozi wao, kirejea katika hadithi maarufu sana ndani ya kitabu cha Sunan Abu Daud, Kitabul Mahdi. Hii hadithi inaelekezwa pale vyema kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza, anasema atakapokufa kiongozi wao,
atatokea mzozo baina ya familia ambayo itapelekea Mahdi kukimbia ili ajinusuru. Yani huu mzozo tufahamu utakuwa ndio sababu ya kujitokeza kwa Imamul Mahdi. Na huu mzozo utatokana na nini? Ni baada ya mfalme kufa, watagombana ili kugombania madaraka. Ugomvi huo utapelekea wataki kuuana baina yao. Imamul Mahdi atakuwa ni miongoni mwa, inaonesha wazi kwamba Imamul Mahdi atakuwa ni miongoni mwa watu katika hiyo familia ya kifalme, royal family. Na baada ya kutoka pale atakimbia kwenda Maka. Kisha akifika Maka, watu watamchukua, watamuona, watamtoa katika sehemu aliyokaa bila yeye kupenda, kisha watamfanyia bai'a, kiapo. Kisha patatumwa jeshi na maadui. Yani wale inaonekana ni kuna mtu atakuwa alishagundua alipo huyo Imamul Mahdi. Kwa hivyo anatuma jeshi liende wapi? Liende likamuue huyo Imamul Mahdi kule alipo Maka. Lakini wakati ile jeshi linakuja pale kumuua Imamul Mahdi, pindi lile jeshi litakapofika katika viwanja vya Baida, Allah tabaraka wa taala atamnusuru mja wake Imamul Mahdi kwa kuachia tetemeko. Na ndipo tetemeko la 3 katika yale matatu litadhihiri, tetemeko la Jaziratul Arabi. Kwa hivyo Allah atamnusuru Mahdi katika namna hii awali. Kwa hivyo katika tetemeko hili patakuwa pana wapita njia ambao walikuwa wanapita, wasafiri, mahujaji. Wakati mwingine huenda walikuwa mahujaji, walikuwa wanakwenda kufanya kutufu vitu mbalimbali, lakini watapitishwa wote watazatamezwa na tetemeko. Kisha siku ya hisabu Allah ndiye atakayechanganua kwamba huyu alikuwa anaenda wapi, huyu alikuwa anakwenda wapi. Hili ni tukio la kwanza. Kuna watu ambao pia hawafahamu kati ya King Salman na Muhammad bin Salman. Hapo ambao ninaposema hivi wanafikiri aliyefariki ni Muhammad bin Salman. Hapana. Hapa namzungumzia mfalme wa 7 wa Saudi Arabia tangu kutoka kwa Abdul Aziz bin Saud. Tangu mwaka 1932 Abdul Aziz bin Saud anauza dola ya Kiislamu, anauziwa ule ufalme toka mwaka huo, kuanzia kwa Abdul Aziz mpaka kwa huyu bwana King Salman. Huyu ndio mfalme wa 7 wa mwisho. Baada ya hapa hakutokuwa tena na mfalme, isipokuwa atajitokeza Imamul Mahdi kisha aweze kutawala na kurejesha tena Uislamu utawale katika dunia ambayo tunaishi. Kwa hivyo naposema King Salman namaanisha mzee Salman, ambaye huyu mzee hajawahi kujaliwa kupata mtoto. Kama tulivyoongea katika darasa yetu iliyopita kule nyuma, nafikiri tuliongea kwa kina sana kuhusiana na hii issue ya nasaba ya MBS. Wanamuita hivyo MBS kwamba Muhammad bin Salman, lakini kiuhalisia sio Muhammad bin Salman. Kiuhalisia ni Muhammad bin Abdullah. Kwa hivyo nafikiri tuliongea huko nyuma, tunaja kurudia tena. Kwa hivyo kwa pale Saudi Arabia kinachojiri ni hichi, lakini kubwa zaidi pale Mashariki ya Kati. Pale Mashariki ya Kati, ndugu zangu, Israel imefanikiwa kuchukua eneo lililobakia ndani ya Palestine, eneo la West Bank, ambako ndiko kuna mji wa Jerusalem, ambako ndiko kuna msikiti wa Masjid al-Aqsa, ardhi ambayo Allah amesema ameibariki na amebariki vilivyozunguka ile eneo. Yani wamefanikiwa kuweza kuchukua ile eneo, na harakati inayofuata sasa hivi ni harakati ya kumwandalia makao Masih Dajjal. Hii ndio harakati ambayo inaandaliwa kwa sasa, ama inapamba moto kule kwa upande wa Mashariki ya Kati. Tulishaongea hata toka mwanzo, wako ambao walikuwa wanatubeza. Tunaambia hawa ya Yajuj wa Majuj lazima wakamilishe hii mission,
lakini mkaa mnatupa maneno bana, nyinyi mnaota nyinyi. Nafikiri mambo ambayo tunazungumza uzuri sisi bwana tunachokiongea huwa kinatokea katika mazingira ambayo tunaishi. Kwa hiyo hatuhitaji nguvu sana kuweza kukitetea kile ambacho tunakisema, kwa sababu always huwa kinaonekana katika mazingira ambayo tunaishi. Kwa hivyo kwa wale ambao walikuwa na beza, tunasema kwa lugha ya vijana tunasema kiko wapi sasa? Hebu tuangalie pale. Kama unasema unaweza ukawapiga, nenda wewe tuone. Chukua mabuti yako, nenda pale. Nenda. Mambo yanayotokea ndugu zangu haya si mambo yanatokea tu kama vile mtaani. Ni mambo ya kadari. Allah anapanga mipango yake. Mwenye dunia yake anataka aimalize kwa sababu tayari tumeshindwa kuihimili. Tunamkufuru, tunamuasi, tunajidhulumu nafsi zetu wenyewe bila kujali kabisa. Ule muda wake umefika. Mwenye dunia yake anataka aichukue. Hasa ili aichukue aimalize, kuna ishara zake ameziweka ili zikitokea watu wajue hizo ishara ni zipi. Kwa hivyo kujitokeza kwa Imamu al-Mahdi moja katika dalili za kiyama. Maandalizi haya ya Masih Dajjal, kunyang'anywa Masjid al-Aqsa, kuja kwa Masih Dajjal ni moja katika dalili kubwa za kiyama. Lakini kinachoendelea pale kwa sasa ni kwamba mimi naweza ngasema kitu kimoja. Inaonekana wazi kabisa kwamba hata wale Hamas walikuwa ni miongoni mwa mamluki wa Israeli. Pale hapakuwa pana mtu anayepigania ardhi ya Gaza pale. Mimi ninavyoona kwa mtazamo wangu, huenda ilikuwa ni tricky tu, ilikuwa tunachezewa na tulikuwa tujui. Kule West Bank palikuwa pana kibaraka wao wa muda tu ambaye alikuwa kitwa bwana Mahmoud Swinani yule. Kibaraka wao wa muda mrefu. Alichokifanya ni kuwakabidhi tu ardhi. Kwa wallahi kuna mambo mengi sana tunayoyaona nje kimuonekano, tujitahidini sana kuweza kutafuta uhalisia wake. Tusimeze kama yalivyo. Tujitahidini sana kuweza kutafuta uhalisia wake. Lakini kumalizia ni kwamba kule mashariki ya kati, Ulaya sasa. Ulaya mashariki, sio mashariki ya kati tena. Ulaya mashariki. Bwana Vladimir Putin amegoma kufanya tena mazungumzo na magharibi. Ameshagundua hawa ni wauni. Hawa ni wasela. Maongezi ya kila mara tunaongea hayaishi. Tunawaambia tunachokitaka, wao wanatuambia wanachokitaka. Putin akakataa katu kwamba hayuko tena radhi kuweza kufanya mazungumzo na magharibi. Na juzi hapa kaachia drone zaidi ya 200 zimemwagika pale Kiev, mji mkuu wa Ukraine. Mpaka Trump analalamika huko, bwana Putin yule hana akili, bwana hajielewi. Mimi nilikaa naye sana, sikutarajia kama atafanya vile. Anatoa milio bwana Trump. Putin sio mtu wa kumkanyaga au kumgusa. Safari hii lazima wateketee magharibi. Safari hii lazima wakae chini. Lazima wateketee, lazima wakae chini. Na mshindi wa vita hivi Qur'ani imeshamzungumza, ambaye ni Russia, ambao asili yao ni Wakristo hawa. Tena sio tu Wakristo ambao wamechezewa imani zao, hapana. Ni Wakristo ambao ndio wana chembe ya ubaki ule wa Ukristo ama ufuasi. Sema Wakristo, sema ni manaswara. Tuelewane vizuri kwa lugha yetu. Ni manaswara hawa ambao wana chembe, ile chembe ya unaswara wa Najash wanayo. Na Allah amewaahidi hawa katika Qur'an kwamba atawaweka juu ya watu waliokufuru mpaka yaumul qiyama. Rejea katika suratul Imran aya nambari 55. Allah amesema wazi atawafanya hawa manaswara wafuasi wa Masih ibn Maryam wawe juu, yani wawe super, wawe powerful dhidi ya wale ambao wamekufuru mpaka yaumul qiyama. Ndio maana leo ukiangalia duniani
taifa ambalo linaongozwa kwa kumiliki silaha nzito, uchumi. Mimi nasema uchumi kwa sababu ni taifa ambalo linaongoza kiuchumi. Sema ndio kwa kuwa litangazwa katika media hizi, kwa sababu media zenyewe system yake ni ya kimagharibi. Kwa hivyo ni taifa ambalo linajivunia kwa kila kitu: silaha, uchumi, elimu, vyakula, kila kitu lipo juu. Kivita pia litakuwa juu zaidi. Allah amelibashiria ushindi katika suratul Rum, ayati za mwanzo kabisa. Kwa hivyo ndugu zangu, pale kinachoendelea Ukraine pia ni hatari, kwa sababu ikiwa mazungumzo yatakuwa yamekata, kitakachofuatia ni kupigana kwa zaidi ya mwanzo, hali itakayopelekea magharibi waongeze nguvu. Wakiongeza nguvu, kuna mmoja anaweza akakasirika hapa kwa sababu kumbuka Poland yupo karibu na Ukraine. Kwa Poland huenda akazua gumzo kidogo, Putin akapata panic akamshambulia. Na tunajua katika moja ya vigezo vya sheria za NATO, nchi mwanachama wake akishambuliwa maana yake ni sawa na umewashambulia wote. Kwa hivyo atakaposhambulia mwanachama, basi na wao watakuja kukushambulia. Kwa hivyo kuna hati hapa ya malhama ama adukhani, vita kuu ya 3 ya dunia. Hizi ni rapsha kuelekea huko, na ni zinaashiria hilo pia. Kwa hivyo ndugu zangu bwana, haya matatu kwa leo nilipenda tuweze kuhabarishana, tuweze kukumbushana, tuweze kujiweka sawa kiakili, tuweze kuwa na attention. Mengine zaidi inshallah atakuja. Tuendelee kuwa na subra, tuendelee kuwa katika channel zetu hizi za mitandao ya kijamii za Zama za Mwisho TV kwa ajili ya kunufaika na mengi zaidi yajayo. Allah aendelee kuwahifadhi wenye maradhi, awajalie wapone. Wale ambao mna mitihani yenu mizito na mnastahiki huruma na rahma za Allah, basi Allah tabaraka wa taala awahurumie na awafanyieni wepesi. Wadhalika Allah tujalie ilmu, atuzidishie elimu, aturuzuku pia ufahamu, na tujalie haya tunayoyasikia tuwe ni wenye kuyasikia, lakini pia tuwe ni wenye kuyafanyia kazi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukutane siku nyingine insha Allahu.